Assalamu alaikum Tarbia Youngsters. Welcome to episode 3 of Tarbia Youngsters, where it's all about knowledge. Na vile tukumbuke kwamba aya ya kwanza kuteremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuhusu elimu. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tujisisitizia kwenye elimu na umuhimu wake. Yes, as Miss Mariam has explained, knowledge has no bounds, has no age, has no limit. So, let's learn about knowledge in this episode. Karibuni! Katika episode yetu ya 3 tunaanza na Quran na leo tunaongelelea kuhusu Suratul Alaq. Suratul Alaq inatufunza nini? Suratul Alaq inatufunza umuhimu wa elimu. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, jiunge nami katika kujifunza mambo ya elimu na umuhimu wake. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum tena. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mnanijua mimi? Mimi naitwa nani? Zamani. Haya, na leo tunataka kusoma Quran kuhusu Suratul Alaq. Nani anajua kusoma Suratul Alaq? Nataka mtu mmoja tu mwenye anajua kusoma Suratul Alaq. Ashika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الذي أكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya, sasa Suratul Alaq sana inatufundisha kuhusu elimu. Sisi wote tunafaa tusome ndo tujue. Hakuna mtu mwenye amezaliwa kama anajua, si ndio? Lazima tuende shule ama tuende madrasa ndo tufundishwe, na hiyo ndo kazi ya walimu, si ndio? Haya, sasa Suratul Alaq ukiangalia aya ya kwanza inasema nini? Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Neno ikra inamaanisha read or recite. Na read kwa Kiswahili ni nini? Soma. Sumona yote inazungumzia kuhusu knowledge, kuhusu elimu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Usome kwa jina la Mwenyezi Mungu alokuumba. Kwa jina la Mungu wako aliyekuumba. Si ndio? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahi wake wa kwanza ilikuwa ni hizi aya 5 za kwanza za Suratul Alaq, si ndio? Haya, tumesema ni ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Sisi sana tutajifunza hizi aya 2 za mwisho. Alladhi allama bil qalam. Mwenyezi Mungu ametufundisha, si ndio? Yaani ametusisitiza tusome. Sana tunatumia nini kuandika? Kalamu, si ndio? Sasa tunafaa tutumie kalamu zetu vizuri. Kama ukienda shule, andika tu kazi yako vizuri, ukifika nyumbani unapitia Pencil, unatumia pencil yako vizuri. Ama huko madrasa mtumii pencil? Natumia. Mkiandika mnafaa mfanyeje? Mupitie, si ndio? Kitu chenye kimeandikwa ndo hakisahauliki. Tuseme wewe umeona mwalimu amekufundisha kitu hukijui ama unaona utakisahau haraka. Unafanya nini? Unakiandika. Ukikiandika hutokisahau kwa sababu utakuwa wakiona sana kwenye kitabu chako ukirudie. Si ndio? Allamal insana ma lam ya'lam. Amemfundisha binadamu kitu yenye hakijui. Sisi sote tulipozaliwa tumezaliwa hatujui kitu. Tukaanza kujifundisha pole. Tukila ukikua unasoma. Ukija madrasa ulikuwa wajua alif, si ulikuwa hujui.
Si maustadha ndo wamewafunza. Tujifundishe kusoma, kufanya bidii, ndo tufaulu katika nini? Mitihani na nini? Na maisha, si ndio? Saa hii sura sana sana inaongelea kuhusu ama elimu. Sura inazungumzia kuhusu elimu, umuhimu wa kutafuta elimu. Wewe usiposoma utapata kazi? Lazima usome ndo upate kazi. Usiposoma si utakuwa mjinga? Kwa hivyo tunafaa tusome ndo Usikue mjinga. Tukue werevu, si ndio? Nani ana swali? Hamuna swali? Hamuna kabisa? Haya, Suratul Alaq inatufundisha nini? Kwani ulikuwa husikizi? Suratul Alaq tumejifunza, wewe umejifunza nini kwenye Suratul Alaq? Umuhimu wa nini? Umuhimu wa elimu. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuseme wewe wataka ufaulu, uko shule umesoma, utafaulu ukifanya nini? Nani anajua? Utafaulu ukisoma. Unasoma aje? Ukizipitia nyumbani. Kabisa, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo mumeelewa umuhimu wa masomo. Msiposoma mtakuwa nani? Wajinga, si ndio? Kwani nyinyi mnataka kuwa wajinga? Mnataka kuwa nini? Werevu. Kwa hivyo musome, mfanye bidii katika madrasa na katika shule. Kwa sababu hii sura inaelezea umuhimu wa masomo yote. Ya shule, masomo ya madrasa, yote tunafaa tufanye bidii. Usifanye bidii tu masomo ya shule alafu madrasa ukafeli, ama usifanye bidii kwenye madrasa tu alafu huko shule mukafeli. Mnafaa mfanye bidii wapi? Kote, si ndio? Haya, na tushamaliza somo letu. Maasalam. It is hadith time. Let us learn what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about knowledge. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. How are you today? You're fine? Meshinda vizuri? Aya. Jina langu ni nani? Aya. Teacher? Fatma. So leo, as usual, we are supposed to learn a hadith of the day. So, tunafaa kusoma nini? The hadith of the day. But now we are going to learn about knowledge. Knowledge ni nini kwa Kiswahili? Elimu. Very good. Now, elimu iko na umuhimu. Niambie umuhimu. Umuhimu wa elimu. Kusoma. Umuhimu wa kusoma. Kwa nini lazima tusome? Tunajifunza. Tunasoma kujifunza. Good. Wacha nipe girls. Kwa nini tunasoma? Kwa nini ni lazima tusome? Kwa nini elimu ni muhimu hivi? Ili tupate kazi nzuri. Ili mpate kazi nzuri. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nani mwingine anataka kujaribu? Tusaidie mbeleni. Itusaidie huko mbele, si ndio? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sawa. Kwa hivyo sisi sote hata tuko hapa kupata elimu, si ndio? Ina muhimu. Nakumbuka Ustadha Mariam aliwaambia kuhusu elimu. Alikuwa anasema msome ndio msikue nini? Wajinga. Si ndio? Ndio tuweze kufikiria, si ndio? Si ati tunatupa takataka ovyo ovyo, tunasema vitu ovyo ovyo, tunafanya vitu ovyo ovyo, si ndio? Haya. Sawa, leo hadithi ya leo inasema kuhusu elimu. Sawa? So mko tayari? Mko tayari? Haya. Sawa. Hiyo hadith inaenda hivi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Utlubul ilm.
من المهد اطلب العلم من المهد إلى اللهد اطلب العلم من المهد إلى اللهد. Yani tutafute elimu. Tusemeni tutafute elimu kutoka utotoni mpaka uzeeni. Nasema haya, tutafute elimu kutoka utotoni mpaka uzeeni. Yani unaona vile huyu kwa mdogo hivi, naona yeye anatafuta elimu mpaka uzeeke kwa yule mkongwe kabisa, unashikilia kijeti kusema bado unasoma hadithi. Sawa, unatafuta, unaona vile yako mdogo na bado anatafuta elimu, unaona mpaka uzeeke uko na ile nywele ya white, uzeeke kabisa. Mpaka hapo unafaa kutafuta nini? Elimu. Tuko pamoja? Si ndio? Aya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tumelewana tutatafuta elimu mpaka tuzeeke? Hata mimi nitatafuta elimu mpaka nizeeke nikiwa na wajukuu. Semeni inshallah. Inshallah. Sawa, basi I hope mmejifunza kitu moja au mbili kutokana na hii hadith. Sasa inshallah in the next episode tutajifunza zaidi. Semeni fi amanillah. Fi amanillah. It's story time. Watoto wazuri, jiungeni nami tusikilize hadithi nzuri yenye kuelimisha na kuhusu elimu. Kama tunavyojua kwamba elimu haina mwisho na pia haina mpaka. Karibuni. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Una furaha Kwa sababu gani? Kwa sababu gani mna furaha? Sasa ni wakati wa nini? Hadithi. Hadithi yetu ya leo ni kuhusu elimu. Na Miss Fatma aliwaambiaje? Kala Rasulullahi anzeni kala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahdi. Si ndio aliwaambia hivyo? Tutafute elimu tukiwa wadogo mpaka Zeni. Elimu haiishi, si ndio? Elimu haiishi Tunatafuta. Simona kama aliwaambia huyu mtoto amekuja kusoma. Si ni mdogo sana, lakini anatafuta nini? Elimu. Hata wale wazee pia hawachoki kusoma. Wao kila siku wanajifunza mambo mapya. Sasa story yetu ya leo inahusu elimu. Haya, hapo zamani za kale paliondokea na mtu. Huyo mtu alikuwa na meli yake kubwa. Unajua meli kwa kizungu ni nini? Ship. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So huyo mtu alikuwa na meli yake kubwa. Yeye alikuwa tajiri mwenyewe, ana meli, anasafirisha watu, akipata pesa, mizigo, ikienda mahali mbalimbali. Sasa siku moja meli yake ikaharibika. Meli yake ilipoharibika ikawa hawezi kuitengeza. Akatafuta mafundi wa kila aina, lakini hakuna hata mmoja mwenye ameweza kuitengeza. Akashangaa, mimi nitakosa biashara yangu, maana yake meli yake kama imeharibika sitakuwa hawezi tena kusafirisha watu, na asiposafirisha watu si hapati pesa. Sasa hiyo siku akakaa akafikiria, mimi nitafanyaje? Hii meli yangu imeharibika, kila ninempelekea ama kila ninayemuita hawezi kufanyaje? Kuitengeza. Akatafuta mpaka akaanza kutafuta mtu mwenye atatengeza nchi za kando, nchi za nje huko. Mpaka siku moja akasikia kuna fundi mwingine mzee amezeeka mwenye alikuwa anajua kutengeza meli. Yule mzee mwenye anajua kutengeza meli, inavyosemekana kwamba yeye alikuwa akitengeza meli tangu alipokuwa mdogo. Sasa kumaanisha ashazoea, si ndio? Kama ameanza kutengeza meli tangu udogoni, sasa hivi
amezoea Sasa yule mtu akaenda kumtafuta yule mzee amtengeze meli. Akamuita, lakini sasa yule mzee alikuwa amezeka mpaka hawezi kutembea. Anatembea na anatembea na kijiti mwenyewe. Akatembea mpaka alipofika hapo mahali mwenyewe na mwenzake amemsaidia kubeba mzigo wake wa kutengeza hivyo meli. Amemsaidia vifaa kubeba kama screwdriver, spana za kutengezea nini? Meli. Sasa alipofika hapo akaiangalia ile meli juu chini kwa muda mrefu mpaka akajua tatizo liko wapi. Akachukua tu kinyundo kidogo, nyundo ndogo tu, akachukua akapanda mahali juu akagonga tu kidogo na meli katengezeka. Ile meli kaanza kuwaka ikawa yaenda tu vizuri. Sasa yule mwenye meli akamuuliza yule mzee, nikulipe pesa ngapi? Yule mzee akasema nataka milioni. Ni pesa mingi, si ndio? Sasa yule mtu akashangaa, mbona unataka milioni yote? Na meli umekuja kuigonga tu kidogo na nyundo. Kwani umefanya kitu gani cha maana? Akamwambia, hii bei ya meli, bei ya hiyo nyundo kuigonga hapo, tuseme kama shilingi 50. Sasa akamuuliza, basi kama shilingi 50, mbona waniizisha mimi milioni? Akamwambia, hiyo pesa nyingine iliyobaki ni mimi kujua tatizo liko wapi. Sasa asingejua tatizo liko wapi angeitengeza. Kwa hivyo hapo tumejifunza nini? Umuhimu wa elimu. Umeona yule mzee alijua tatizo liko wapi akaifanyaje? Akaitengeza ile meli. Lakini wale mafundi wengine wote walishindwa, si ndio? Kwa hivyo ukiwa na elimu utafanya nini? Utaweza kusolve mambo mingi. Ukiwa na elimu pia hutakuwa mjinga. Mtakuwa nini? Mwerevu. Nani ataniambia umuhimu mwingine wa elimu? Nani ataniambia umuhimu mwingine wa elimu? Ukikuwa na elimu itakusaidia maishani. Itakusaidia maishani. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ni ukweli ukiwa na elimu huwezi kuteseka mahali kokote kwa sababu utakuwa wewe wajua kila unachokifanya, si ndio? Itakuwa wajua mimi nikifanya hivi nakosea, kwa hivyo utaacha. Lakini kama wajua hiki kitu nikikifanya nitapata faida, si utakifanya? Na hadithi yetu ikaisha hapo. Nani ana swali kuhusu hadithi? Hamuna swali? Basi maasalam. We have entered the game zone. Are you ready to see today's challenge? Are you ready? Join me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of Games. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Now, this game is easy, squeezy, like lemon, squeezy. This game ni rahisi, okay? Now, what do we have there? Pink, blue, No, hizo ni nini hapo? ball, We have balls there, right? How many colors are there? blue, orange, pink, yellow. Nice. So there are many colors, right? But me, I only want how many colors? 2 colors. I want orange from you. Okay, I want color orange and I want blue. But now this is the rule. When you're going to pick there, you are taking which color? Blue, And you are taking which color? orange. Now, within how many seconds? 15 seconds. How many seconds? 15 seconds. You go and pick the color orange and you go and pick the color blue. Are you ready? The rule of the game, you have to pick one ball within how many seconds? 15 seconds. Now they will time you, and if you hear stop, that's where you stop. Okay? Set, go. 15 seconds. Let's see nani ataweza kufanya haraka haraka. Haya.
How many seconds left? 5 seconds. 4 seconds. 3 seconds. 2 seconds. 1 second. Stop. Hey, stop. No, go back with that. Go back. Alright, now let's see who is the winner. Now let me count. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 from? What is that? Now let's count. 1, 2, 3, 4, 5. So who's the winner? Aziza. Salawat. Madina, you will get her next time. Say inshallah. Inshallah. Okay, high five. High five, Aziza. Now wait for your surprise gift, okay? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, welcome back to another episode of Games. Are you ready? Are you ready? My contestants, I need to see you. Psych. Are you ready? Now, I have here, what is your name? Ali. What is your name? Umi. Now, we have Ali versus Umi. Now, the rules of the game is very, very simple. This is round 2. Now, Ali, you're going to pick a white balls. You put them here, okay? Umi, you're going to pick blue balls. You put them here. With how many seconds? 15 seconds. So let's see who's going to pick them very fast, okay? So when I say ready, set, go. Timer ready? Timer ready. And now, ready, set, go. Let's see. Time is running up. Time. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Now, let's see how many balls do we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 balls from Ali. Let's see how many do we have from Umi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. She was almost close. Just 1 ball. Just 1 ball. Now, Salawat. Okay, next time, Umi, make sure you get Ali, okay? Mabruk Ali. We have round 3. Round 3. This was the winner of round 1, and this was the winner of round 2. Now, we want to see finals, Mambo yamechemka hapa. We want to see who is going to win in this final round. Are you ready, Ali? Yes. Are you ready, Aziza? Yes. So we have A versus A. Now, you know the rules of the game now, Now, you are going to pick blue balls. You're going to pick blue balls. And you are going to pick white balls. With how many seconds? This time we're going to take 10 seconds. Okay? Not 15. 10 seconds. Are you ready? Okay. Ready, set, go. Timer. Timer. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! We are done. We, mambo hapo alikuwa moto. Semeni moto. Aya.
Sasa tuone ni ngapi Aziz amekuwa na white balls. Ali kidogo ulichanganyikiwa ukachukua pink, na orange. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then this one we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kidogo tu mshinde. Salawat. Muajir Faraja, congratulations to the both of you. You did your best. High five. High five. Inshallah khair, you'll get your surprise gift. Inshallah khair, Mungu akubariki. Thank you so much for joining us in this episode. I hope you enjoyed our games. You can try this at home. Fiamanillah Karim. Fiamanillah. Grab your papers, grab your pencil, and you know what time is it for? It is art segment. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum, beautiful children. My name is Fatma Ali. I am so happy to be here with you guys again. So today we're going to make something very nice. We love them. We love seeing them all the time. We grow them. So we're going to make flowers. But our flowers are very special. Why? Because they are flowers of kindness. So we're going to make flowers and we're going to write whatever acts of kindness we want to do to people. Okay? So first, what will you need? You will need a pair of scissors, you'll need a paper, and you also need a marker pen. For me, you can use a pencil, you can use a marker pen, you can use a ball pen. It all matters with you. All pens apply. So it's pretty simple. You don't need a lot of skills to make the pen. To make the flower. So first, we're gonna fold our flower into tiny. We're gonna fold our paper. Fold it again. Fold it. And then I want you to watch on how I'm cutting the paper. Remember, when you're using a pair of scissors, always have an adult with you, okay? Now, we're gonna cut nicely our pair of scissors. Oopsie. Cut nicely. You can cut it 2 times so you can have so many flowers, so many leaves. Oopsie. Here we go. And then the last one. Yes, we have our flowers. And now we're gonna paste our flowers on any piece of paper you have, okay? Any piece of papers. So I'm gonna apply glue stick with me. I have one glue stick here. Glue stick. I'm gonna stick. So what are the acts of kindness do you do to people? What does it mean to be kind? Some people say it's being nice to people. Some people say it's being obedient. Acts of kindness. Being kind means you're being nice to someone, okay? You help them, you take care of them, you speak nicely, okay? So that's the first one. You can use as many colors as you want. You can find these papers at Office Mart or Textbook Center, or you can use any papers at home depending on what you like to use, okay? You stick one flower there. And you're done. Yay, I'm done. Yeah, so this is just one flower. We should make more flowers, so we can have so many acts of kindness. Okay, so I'm gonna stick it to have so many acts of kindness, because the world needs kind people. Okay,
we all need to be kind to people. Let me finish ticking so that we can write our acts of kindness. Oh no, we have small leaves here. I don't know if they will fit, but it. And yeah, and we're done. Now we have to write our small acts of kindness. For example, I will feed my cat. That's being kind. I'll feed my cat. Another thing, I'll say salam to my elders. What other acts of kindness will you do? You can say, I will help in house chores. You can write so many acts of kindness. I will help. You can say, I will help watering plants. So I want you to write as many acts of kindness you can. Write as many. If you want, you can write 1,000. Of course, not 1,000. If you want, you can write as many acts of kindness you can. Write it with your brothers, with your friends, with your sister. As many acts of kindness you can. Thank you so much for joining me in this episode. See you soon. Assalamu alaikum kids, welcome back to our channel Learn Arabic with me, and today we are going to learn how to describe different types of people in Arabic. We are going to mention the different types of people in Arabic, then we are going to repeat it together. The first word is al-waladun. Al-waladun means the boy. Al-rajulun, the man. Al-bintun, the girl. Al-mar'atu, the woman. As-sadiq, the male friend. As-sadiqa, the female friend. Ajuz, an old man. Ajuza, an old woman. Now that we are done mentioning, let's repeat together. So we said the first word was al-waladun, the boy. Al-waladun, the boy. Al-rajulun, the man. Al-rajulun, the man. Al-bintun, the girl. Al-bintun, the girl. Al-mar'atu, the woman. Al-mar'atu, the woman. As-sadiq, the male friend. As-sadiq, the male friend. As-sadiqa, the female friend. As-sadiqa, the female friend. Ajuz, an old man. Ajuz, an old man. Ajuza, an old woman. Ajuza, an old woman. MashaAllah. And Alhamdulillah, we are done with our lesson today, and let's meet on the next episode. Ma'assalam. Miss Fatma. Na Miss Maya? Unaweza nisomea suratul Alaq? Hapana, nianzishie. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bismi rabbikal ladhi Khalaq. Kumbe unajua. Nimejifunza katika hii episode. Mashallah. Na umejifunza nini? Nimejifunza kuhusu elimu na vile Mwenyezi Mungu amesisitiza elimu katika Qur'an.
Kwa hivyo watoto wetu wazuri, kama venye Miss Fatma amejifunza kuhusu elimu katika hii episode, natumai pia nyinyi mmejifunza kuhusu elimu. We hope to see you in the next episode. Maasalam.